Nikukaribishe tena kwa mara nyingine katika chaneli yetu ya Simulizi na Sauti Mix. Leo tunakuletea mkasa huu wa kusisimua, zawadi ya jeneza siku ya Valentine. Zawadi ya jeneza siku ya Valentine. Karibu tuweze kwenda sote mpaka mwisho wa mkasa huu. Ungesikia neno zawadi, basi lazima ujue zipo za aina mbili. Kuna zawadi inayoleta kicheko na machozi ya furaha, lakini pia kuna zawadi inayoleta ukimya mzito, giza na harufu ya mauti. Watu wengi hupenda zawadi ya kwanza, lakini wachache sana wamewahi kukutana na hiyo ya pili. Yupo mwanaume anaitwa Vincent, alipokea zawadi aina hii ya pili. Ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2026, siku ya wapendanao. Jiji la Dar es Salaam lilikuwa limechangamka kuliko kawaida. Kila kona ilipambwa kwa rangi nyekundu na nyeupe. Lakini kwa Vincent, hii haikuwa siku ya mapenzi. Kwake yeye, ilikuwa ni siku nyingine ya kuonyesha ukubwa wake, pesa zake na dharau za kila aliye chini yake, kila anayemzidi kipato. Vincent alikuwa amekaa ofisini kwake ghorofa ya 5. Alikuwa mwanaume mtanashati ndani ya suti ya bei mbaya iliyomkaa vyema mwilini. Alikuwa akizungusha kiti chake cha ofisini huku akitabasamu, akisubiri kitu ambacho aliamini kingetetemesha ofisi nzima. Asubuhi hiyo alikuwa amepokea ujumbe kuwa kuna mzigo mkubwa unakuja kwa ajili yake. Alijua fika kuwa mzigo huo umetoka kwa mama yake mzazi, mtu pekee ambaye Vincent alimpenda na kumthamini katika dunia hii. Mama yake alimwambia kuwa leo anamtumia zawadi akiwa ofisini. Hakumwambia ni zawadi gani. Vincent akiwa ofisini alipokea taarifa nyingine kwamba kuna roli kubwa linakuja limebeba zawadi yake. Akaamini huyo ni mama yake. Siku zote mama hawezi kumwangusha. Kwa kuwa amesema zawadi inakuja ofisini, Vincent akataka kila mtu aone, kila mtu ajue. Ilipofika saa 8 kamili mchana, gari kubwa la mizigo liliingia katika geti la ofisi za Vincent. Wafanyakazi wote waliacha kazi zao na kuchungulia madirishani, wengine wakitoka nje kushuhudia kwa ukaribu zaidi. Mzigo ulishushwa na sanduku kubwa lilifungwa kwa karatasi nyekundu iliyong'aa. Juu yake kulikuwa na utepe mkubwa wa rangi ya dhahabu. Lilikuwa sanduku la kuvutia sana, lakini pia la kutisha kwa ukubwa wake. Vincent alishuka chini kwa madaa akiwa ameongozana na msaidizi wake wa kazi, msichana mrembo aliyeitwa Jacqueline, ambaye pia ni mchepuko wake hapa ofisini. Vincent alitembea kifua mbele akijua macho yote ya wafanyakazi yapo kwake. Alifika mbele ya lile sanduku na kuliangalia kwa tabasamu la kujiamini na kujitutumua. Mnaona nini? Vincent aliuliza kwa sauti ya juu kila mtu asikie. Hii ndio faida ya kupendwa na mama. Ni mama mwaka mbele kabisa. Sio nyinyi vipenzi vyenu visivyo na hela tangu asubuhi. Naona vinaleta maua tu. Mama, utaniua mimi mama, aliongea Vincent. Wafanyakazi walipiga makofi, ingawa moyoni mwao kulijawa na wivu na chuki kwa majivuno ya bosi wao. Vincent alimgeukia Jacqueline na kumkabidhi mkasi mpya uliokuwa tayari umeuandaa. Jacqueline, shika, tukate ule utepe. Nataka kila mtu aone balala mama yangu, Vincent alitoa amri. Wakati Jacqueline akisogea kuanza kukata utepe ule wa dhahabu, Vincent alitoa simu yake ya mkononi. Alitaka furaha hiyo ikamilike kwa kumpigia mama yake na kumshukuru mbele ya kadamnasi. Aliweka simu hiyo loudspeaker ili sauti isikike kwa wote, kisha akapiga namba ya mama yake. Simu iliita mara 2 na mara ya 3 ikapokelewa. Halo mama la mama. Vincent alianza kuongea kwa mbwembwe. Mzigo umefika hapa ofisini. Asante sana mama yangu. Japo sijaona nini umeleta, lakini kwa ukubwa wa sanduku hili, wacha nikushukuru mapema. Ni sanduku. Asante mama. Yani wafanyakazi wote wanalizunguka wanashangaa. Mungu akuweke miaka mingi mama yangu. Kulipita kimya kifupi upande wa pili wa simu, kisha sauti ya mama yake ilisikika ikiwa na mshangao kiasi. Vincent mwanangu. Mama yake aliita kwa sauti ya upole lakini yenye wasiwasi kiasi. Unaongelea mzigo gani baba? Mimi ndio kwanza natoka benki muda huu. Sijatuma sanduku lolote kwako. Labda kama kuna mtu mwingine kakutumia. Dunia ilisimama kwa sekunde chache. Tabasamu la Vincent lilianza kupota taratibu kama barafu juani. Alikunja kipaji chake cha uso. Haraka akatoa loudspeaker. Mama, unasema? Vincent aliuliza, sauti yake ikianza kupotea ujasiri. Kweli, hujatuma ile sanduku jekundu hapa? Mama, niambie. Hapana mwanangu, sijatuma kitu. Hebu subiri. Vincent alikata simu. Haraka akatafuta namba ya mchepuko wake wa Masaki. Akapiga simu ikapokelewa. Vincent, nini tena? Sinakwambia leo nitakuwa na mume wangu. Tutaona jioni.
jioni. Unataka nini tena jamani? Sauti ya chini ya mwanamke ilisikika kilalamika kutoka upande wa pili. Sikia Diana, usikate. Umetuma zawadi yoyo. Zawadi gani vise? Sijatuma mimi. Uliza mama wako wengine. Na usipige tena mpaka jioni. Simu ikakatwa kwa hasira. Wakati Vincent akiwa bado ameshikilia simu sikioni kwa mshtuko, Jacqueline alikuwa amemaliza kukata utepe wa mwisho. Kwa shauku ya kutaka kuona kilichomo, Jacqueline alifungua kifuniko cha ile sanduku kwa nguvu. Kilichotokea kilikuwa ni zaidi ya mshtuko. Jacqueline aliruka nyuma na kuangusha mkasi chini. Mama! Alipiga kelele huku mdomo wake ukibaki wazi kwa hofu. Macho akiwa yamemtoka. Wafanyakazi walikuwa karibu walisogea nyuma kwa haraka, wengine wakifunika nyuso zao kwa mikono. Waliona kitu cha ajabu ndani ya sanduku. Vincent alitupa simu chini, alipiga hatua 5 kufika kwenye lile sanduku ili aone kilichowatisha wafanyakazi wake. Macho yake yalitua ndani lile sanduku jekundu. Ndani yake hakukuwa na friji wala hakukuwa na television. Kuna jeneza. Jeneza jeusi ti lililong'aa kwa namna ya ajabu. Lilikuwa jeneza la kisasa, lakini rangi yake nyeusi ikalifanya lionekana linatisha. Juu ya jeneza hilo kulikuwa na msalaba ambao uliochongwa kwa ustadi. Vincent alihisi miguu yake inakosa nguvu, lakini macho yake liganda kusoma maandishi yale meupe yaliyoandikwa juu ya ule msalaba, yakisomeka jina Vincent Ajuai Maliselo. Tarehe ya kuzaliwa 12 Juni 1990. Tarehe ya kufa 14 Februari 2026. Vincent alirudi kusoma tarehe ya kufa tarehe 14 Februari mwaka 2026. Ilikuwa ni tarehe ya leo. Hofu ilianza kupanda tumboni mwake kama maji ya bahari. Alitazama huku na kule, akaona wafanyakazi wake wanamwangalia kwa jicho la huruma na uoga. Hakutaka kuonekana mnyonge. Kiburi chake cha pesa na madaraka kilimrudia kwa kasi. Alimeza mate machungu kooni, akajaribu kucheka kicheko cha dharau, ingawa sauti yake ilikuwa inatetemeka. Huu ni upuuzi, Vincent alifoka akijaribu kuuficha woga wake. Kuna mtu ananichezea akili. Hii ni mizaa ya kijinga ya Valentine kwa kweli. Huwa siipendi. Mimi ni Vincent, siwezi kutishia na mbao za kuchongwa na rangi ya kupaka. Shenzi kabisa. Aligeuka na kuwatazama walinzi wake waliokuwa wamesimama pembeni wakiwa wamepigwa na butwaa pia. Hebu leteni mafuta ya taa hapa. Leteni na kiberiti. Ili jeneza nalichoma moto sasa hivi mbele ya macho yenu. Nataka muone huu ni uchawi kitoto sana kwangu. Mnashangaa nini tena? Lete haraka, Vincent alifoka. Kabla tujaendelea, nikukumbusha tu msikilizaji, popote pale ulipo, kupata simulizi kali kama hizi za kusisimua, hakikisha umesubscribe channel yetu kwa kubinya neno subscribe hapo chini, kisha alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa wa kwanza kupata simulizi zetu mara tu zitakapopostiwa hapa. Na sasa tuendelee. Walinzi wa ofisi walisita kwa sekunde chache, walitazamana wao kwa wao, hofu ikawa imewajaa. Kuchoma moto jeneza ambalo lina jina la bosi wao waliona si sawa, lakini amri ya Vincent ilikuwa ni sheria. Mlinzi mmoja alikimbia store na kurudi na dumu la njano lililojaa mafuta ya taa pamoja na kiberiti. Vincent alipokea dumu lile kwa hasira. Hakutaka msaada wa mtu yote. Alitaka kuonyesha ulimwengu kwa yeye ni jasiri kuliko kifo chenyewe. Alifungua kizibo na kuanza kumwagilia lile jeneza jeusi. Mafuta yalitiririka na kulowesha msalaba uliokuwa na jina lake, yakalowesha kitambaa cha satini kilichokuwa ndani, kisha yakatapakaa sakafuni. Vincent aliwasha njichi ya kiberiti, moyo wake unadunda kwa hofu, lakini alificha hofu yake ndani. Nje alionekana kubinua midomo na kutanua mabega kwa dharau kama ilivyo kawaida yake. Moto lilipuka, ndimi za moto zilianza kuteketeza jeneza lile kwa kasi ya ajabu. Moshi mweusi ukaanza kupanda juu angani. Wafanyakazi walirudi nyuma zaidi kukwepa joto kali lilokuwa linatoka kwenye ule moto. Vincent hakurudi nyuma, alisimama imara, akitoa tabasamu la ushindi. Aliona mbao zikianza kuwa majivu, aliona jina lake likiungua na kupotea. Aliamini ameshinda. Alijua kuwa yeyote aliyepanga mchezo huu sasa hivi atakuwa anamuona Vincent kama shujaa asiyetishika. Lakini ghafla kicheko chake kilikatika, tabasamu liliganda usoni mwake, macho yake yalianza kutanuka kwa namna ya kutisha. Vincent alihisi kitu cha ajabu. Joto la ule moto aliowasha halikuwa linakuja usoni kwake kama kawaida. Badala yake alihisi joto kali likianza katikati ya tumbo lake. Ilikuwa ni kama vile kuna mtu amewasha moto mwingine ndani ya viungo vyake vya mwili. Alishika tumbo lake kwa mikono yote miwili. Maumivu yalianza kupanda kifuani yakielekea kwenye moyo. Bosi kulikoni? Jacqueline aliuliza kwa hofu baada ya kuona bosi wake anaanza kuyumba.
Vincent alitaka kumjibu, lakini sauti haikutoka. Mdomo wake ulikuwa unatoa amri muda mchache uliopita, sasa ulikuwa unatoa moshi mweupe. Ndiyo, moshi ulikuwa unatoka puani na mdomoni mwake kama mtu aliyemeza kaa la moto. Watu walitoa mshangao wa hofu, walinzi wakatazamana. Moto ule uliokuwa unateketeza jeneza ulibadilika rangi kutoka kuwa ya njano na mwekundu ukawa blue sana. Vincent alianguka chini akigaagaa kwa maumivu yasiyoelezeka. Ngozi yake ya nje ilikuwa safi, suti yake haikuungua hata kidogo, lakini ndani damu yake ilikuwa inachemka. Nakuwa jamani, msaada nisaidie, nakuwa. Vincent alilia. Ajabu ni kwamba watu hawakuona moto unaomuunguza Vincent, wakashindwa namna ya kumsaidia. Hata mchepuko wake Jacqueline aliyekuwa karibu alikimbia mbali akamwacha. Katika sekunde hizo za mwisho za maumivu, Vincent alipata picha kichwani mwake, picha iliyokuwa imejificha kwa miaka 5. Alimwona binti moja kijijini, mweusi, mwenye tabasamu la aibu. Alimwona Neema. Neema ni nani? Neema ni mwanamke fulani wa kijijini huko Kigoma. Wakati Vincent anaendesha mradi fulani wa kujenga kiwanda miaka 5 iliyopita, alikutana na binti fulani, akamlaghai na kumpachika mimba. Wakati anaondoka kijijini hapo, Vincent hakuitaka ile mimba wala hakumtaka Neema. Mbaya zaidi, hakutaka kuchanganya damu yake na mwanamke yule wa kijijini. Akaagiza watu wamwangamize Neema na ujauzito wake. Alikumbuka siku aliyotuma wale wauni wamvamia Neema ili waue kiumbe kilichokuwa tumboni mwake. Alikumbuka jinsi alivyocheka siku alipoambiwa Neema amekufa. Wakati Vincent anaungua, anashangaa kuona taswira ya Neema inamjia. Vincent alijaribu kunyoosha mkono kumwomba msamaha mtu asiyemwona. Neema. Vincent aliita kwa sauti ya kukata tamaa, huku moshi mzito ukimziba pumzi. Nisamehe Neema. Wafanyakazi walibaki wamemkodelea macho bosi wao. Hakuna aliyethubutu kumgusa. Walimwona akijipindua mara ya mwisho. Mwili wake ukatulia tuli. Jeneza lile lilikuwa limeshateketea kabisa na kubaki majivu, na wakati huo Vincent naye alikuwa ametulia tuli. Wakati haya akitokea katika jiji la Dar es Salaam, mamia kilomita mbali huko mkoani Kigoma, jua lilikuwa karibu kuzama. Kwenye kijiji kidogo kilichojificha katikati ya mlima, kulikuwa na utulivu wa ajabu. Chini ya mti mkubwa wa mbuyu alikuwepo mwanamke mmoja amevaa kanga mbili zilizofubaa kidogo, lakini uso wake ulikuwa na mng'ao wa amani. Huyo alikuwa ni Neema. Mbele yake kulikuwa na moto mdogo aliowasha kwa kuni kavu. Neema alikuwa ameshika picha ndogo mkononi mwake, picha ya zamani iliyopigwa miaka 5 iliyopita, ikimwonyesha Vincent akiwa anacheka. Neema alitazama picha ile kwa sekunde moja, hakulia wala hakuonyesha hasira. Alikuwa na sura ya mtu aliyemaliza kazi nzito. Taratibu alirusha picha ile kwenye ule moto. Aliitazama ikishika moto, ikakunjamana na kugeuka kwa majivu meusi. Pembeni yake alikuwa mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5. Mtoto yule alikuwa akicheza na udongo, akijenga nyumba ndogo ndogo za mchanga. Alifanana sana na Vincent kama shilingi. Naam, ni mtoto wa Vincent. Neema alimgeukia mwanae, kisha akaangalia yale majivu ya picha yalikuwa yamepeperushwa na upepo. Alivuta pumzi ndefu na kuitoa taratibu. Pumzika sasa Vincent, deni limelipwa. Happy Valentine Day, alisema Neema. Akamchukua mwanae na kuanza kuondoka. Baada ya kupiga hatua kadhaa, Neema aligeuka akamtazama bibi kizee mmoja aliyekuwa nyuma ya mti, anamtazama kwa kumsindikiza kwa macho. Neema akainamisha kichwa, ishara ya shukrani kwa bibi huyu ambaye ndiye aliyekuwa nyuma ya mchezo wote wa zawadi ya jeneza siku ya Valentine. Dakika 10 tu baadaye, jua lilizama kabisa, likiacha giza likitawala kijiji, huku Neema akionekana anaingia ndani ya kibanda chake akiwa huru moyoni mwake kuliko alivyowahi kuwa kabla ya kifo cha Vincent leo tarehe 14 mwezi wa pili 2026. Na huo ndio mwisho wa mkasa wetu. Usisahau kusubscribe, kulike na comment kwa mwendelezo wa simulizi mbalimbali kutokea hapa